Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Watukufu wa Islam, tunakutana tena katika kipindi chetu kwenye TV channel yetu hii. Watukufu, nazungumza hapa hali ya kuwa tuko kwenye mwaka wetu 1446, mwezi wetu wa Ramadhani huu ambao tuliokuwa nao. Nataka nizungumze machache tu katika mwezi wetu wa Ramadhani huu. Watukufu, huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi mmoja mtukufu sana, na kama tunavyofahamu kwamba mwezi huu imefunguliwa milango ya pepo na ikafungwa milango ya moto na mashetani wakati wa pingu, na vile vile mwezi huu ni mwezi ambao unakubaliwa toba. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kwanza riziki zinakuwa nyingi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ukarimu unakuwa mwingi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao zinapata watu wachache, wanakuwa watu wanapatikana wachache mabaani. Mwezi wa Ramadhani, yani maovu yale yote yale kutukana kunapungua. Hata kama kupo, sio kwamba labda kupo, ila kunapungua. Huu ni mwezi ambao ni mtukufu sana. Wewe angalia, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwenye Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr. Yani Allah anazungumzia usiku wa Lailatul Qadr, ambao huo usiku wa Lailatul Qadr unapatikana kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi mmoja mtukufu sana, kwani Allah angeamua labda huo usiku wa Lailatul Qadr angeushusha kwenye mwezi mwingine, lakini Allah kataka auweke kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi mtukufu sana. Akasema kwamba tumeshusha Qur'ani, hiyo Qur'ani uliyokuwa nayo hiyo imeshushwa kwenye usiku wa cheo, usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Allah akajalia hiyo siku ukaipata, ukaidiriki, ukafanya ibada. Wewe ni kama umefanya ibada ndani ya miezi 1000. Usiku huo tanazzalul malaikatu waruh fiha, wanashuka malaika na akiwemo Jibril, waruh fiha biidhni rabbihim min kulli amr, kwa idhni ya Allah amewaambia washuke. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anazungumza kwenye Qur'ani kuzungumzia mwezi mtukufu Ramadhani, asema ya ayyuhalladhina amanu. Kwanza akatuambia sisi tulioamini, ninyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa nyinyi so kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili kwamba huenda mkapata mkawa cha Mungu. Yani huu mwezi wa Ramadhani huu ukiondoka, unaacha kunaingia na kuwa cha Mungu, lakini kunaingia baki vile vile. Huu ukifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kabisa imanan wa ihtisaban, ukiwa kabisa imani yako iko vizuri kabisa madhubuti, unatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mwezi wa Ramadhani huu unatoka hali ya kuwa uko vizuri, umesamehewa dhambi, na vile vile mambo yako mazuri, yani ule cha Mungu wako, nakuta ule cha Mungu unazidi kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani umeshakuachia ucha Mungu, ile la'allakum tattaqun tayari imeshapatikana. Kwa hiyo sasa, ili angalau tuwe miongoni mwa wale ambao la'allakum tattaqun, wale ambao huenda sisi tukawa cha Mungu, tufanye yale yaliyokuwa mazuri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba mambo matano yanamfunguza aliyefunga. Miongoni mwa mambo hayo ni kusengenya, kufitini. Unaona mambo hayo, kusengenya, kufitini, unaona hayo mambo hayo, miongoni mwa hayo matano hayo, kusengenya, kufitini, mambo hayo, kutusi hivi, mambo hayo yanamfunguza mtu aliyefunga, yani yanaondoa malipo ya mtu aliyefunga, thawabu zake zinapungua, zinaotolewa kabisa. Unakuta mzigo lakini haina lolote. Kwa hiyo ndugu yangu, inshallah taala, Allah atujalie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani huu tuache mambo ya kusengenya, kutukanana,
kusengenya mambo ambayo kuna watu ujue kwenye huu mwezi wa Ramadhani, yani watu habadiliki. Watu habadiliki. Yani una uwezo wa kuja mwezi wa Ramadhani huu afu kuna wengine wanajuta kwamba nimeacha bwana mirungi yangu bwana, bangi yangu. Yani mtu analia kaacha bangi, anasikitika. Kaacha bangi. Yani kwamba lau kwamba angekuwa peke yake ile bangi angeendelea. Lakini kwa sababu kuna watu ambao wamemzunguka, anawaona haya watu. Yani anawaona haya watu kaacha bangi. Ile bangi ile, kwa wakiendelea kuvuta ile bangi ile, anawaona haya watu. Kwa hasa ili kwamba ajizuie na bangi, ili angalau wale watu wasimuone ajabu, anajizuia na bangi. Kwa hasa ile anajuta kwamba watu bwana mwezi wa Ramadhani huu bwana nitaonekana navuta bangi na kuwa ni mtihani. Yani anaogopa watu, hamuogopi Mungu. Bangi ni kitu kibaya sana. Bangi ujue bangi inakuharibu akili. Yani bangi inamharibu mtu akili kabisa, afu inakuwa yani unakuta mtu afu tena bangi ilivyo. Unaweza kuwa mtu ule anayevuta bangi unaweza kumkuta ni mpole kama vile wali wa Allah. Mpole kabisa katulia hivi. Mpole kabisa. Assalamu alaykum. Unaweza kumkuta kakaa kwenye faumu hapo mpole kijiweni katulia. Afu unajua kwamba huyu mtu mpole. Sasa mguse sasa. Mfanye tu hivi she. Huenda yani hapo huenda ukatoka hali yako unatoka damu. Bangi. Kisa kimoja tu, iko kisa hicho kisa ni live kabisa. Siku moja watoto watatu walivuta bangi siku moja. Wakanani wanaosoma shule ya mabweni. Walivuta ile bangi na ile bangi ina asili kwamba ukivuta yani yeye yenyewe ilivyo, yani ndio yenyewe jinsi ilivyo. Ukivuta ile ukipiga ile basi ile haichanganyi pale kwa haraka. Inachanganya kidogo. Kwa jinsi muda unazidi kwenda basi ndio nazidi kupanda. Inazidi kupanda. Sasa wale jamaa walivuta bangi jamaa watatu walikuwa na bishana. Unajua watu hao wanabishana. Mimi nikivuta bwana sipati nani bwana sipati akili yangu ndio vile tu. Wakavuta wote. Walivuta ilikuwa saa 2 za usiku, wakalala bwana kule bwenini kule. Kwenye libweni pale chumba chao pale wakalala. Walivolala ile bangi pale ilikuwa bado haijakolea wakati wanalala. Sasa ikakolea kidogo. Pale wakati usingizi ikakolea kidogo. Wakawa wameasha taa. Umeme pale wakawa wameasha. Sasa bana pale ikawa ile inapanda kidogo ile bangi. Nenda kidogo. Usiku bwana mmoja akaamka usingizini, ile bangi ile imezidi ile kamhamisha bangi shetani ibilisi laanatullah alayhi. Jamaa alipoamka pale akaona nyumba inaenda hivi. Alipoona nyumba anaona hii inatuangukia hivi. Akaamsha wenzie pale. Oya. Namkini angalia nyumba. Wenzie pale alipoamka nao akaona ile nyumba kweli inaenda hivi. Kumbe haiendi, ila ni bangi ile. Wakaanza kuizuia. Ule mwingine akasema kule pembeni kule, mwingine akasema kule, wanazuia hivi. Zuia nyumba. Wanazuia nyumba mpaka asubuhi jasho hivi. Inaanguka. Bangi. Sasa wewe unajuta eti umeacha bangi. Yani unajuta umeacha bangi. Sasa nini sasa? Sio wewe unanitazama. Yani mfano hao wenzio inabidi wakumbushe, waambie. Kwa sababu wako watu wanavuta bangi, pombe, mirungi. Watu wanakula vitu ambavyo havifai, ambavyo vinatoa akili. Kijana mzuri kabisa lakini ukuta akili ovyo. Hana akili. Anacheza na watu wadogo wachanga. Hana akili. Ndugu yangu mtazamaji, inshallah taala Allah atujalie kila khair. Mimi mzungumzaji na nasikiliza. Allah atufanikishe mambo yetu, tuwe katika waja waliokuwa wema. Allah tusamehe dhambi zetu na Allah atuingize tuwe miongoni mwa watu wa peponi firdaus nuzula. Inshallah taala kikubwa ni kufanya ibada kwenye mwezi wa Ramadhani huu. Tujiandae kabisa na kufanya mambo mazuri. Tujiandae kabisa na vitu vizuri tu. Kumwabudu Allah kwa yakini kabisa inshallah taala. Allah akijalia tutakutana katika kipindi chetu kingine cha kuendeleza Qur'ani au darasa la fiqh. Inshallah taala billahi tawfik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.